Karibu tena ndugu mpenzi na mwanafamilia wa Michael Recap chaneli. Huu ni mwendelezo wa simulizi inayoitwa Arsenal Military Academy, Upendo na Uzalendo Vitani sehemu ya mwisho. Katika sehemu iliyopita tuliona vita kubwa kati ya Gu Yanzhen na Shen Jushan, kila mmoja akiwania penzi la bibie Xietiang. Sasa tuendelee katika sehemu ya mwisho. Machafuko yanayoendelea nchini China yanamfanya Governor Gu amrudishe nyumbani mwanaye Yanzhen ili asiwawe kupitia vita inayoendelea nchini. Baada ya siku kadhaa kupita, magazeti yanasambaa yakionyesha taarifa ya mahusiano mapya ya Yanzhen na msanii wa muziki maarufu Kumanting. Taarifa hiyo inamfikia Xietiang ambaye anaonekana kuumia. Ni katika mwendelezo wa mafunzo ya kijeshi, wanafunzi wa Arsenal Military Academy wanapewa kazi ya kuhakikisha wanalinda na kupigania nchi yao. Ndani ya treni mapigano ni makali, majambazi wa Kijapani ni wengi kuliko wanafunzi wa Arsenal Military Academy. Wakati mapigano ya ndani ya treni yakiendelea, wanafunzi wa Arsenal Military Academy wanatawanyika, lakini Wajapani hawawaachi. Xietiang na Shen Jushan wana kazi nzito ya kuhakikisha mhuri wa serikali kuu ya taifa la China hauingii mikononi mwa Wajapani. Katikati ya mapigano wanakumbana na Wajapani msituni wanaowinda uhai wao. Hata hivyo, katika harakati za kukimbia, Xietiang na Shen Jushan wanadumbukia katika shimo la mtego wa wawindaji wa nyamapori. Wakiwa ndani ya shimo, muda nao unazidi kwenda bila kula wala kunywa. Wanapokaribia kukata tamaa, anatokea mzee mwindaji, anawasaidia, anawachukua mpaka nyumbani kwake. Upande wa Wajapani nao hawakati tamaa, wanaendelea kuwatafuta kila kona za msitu bila kuchoka. Usiku wakiwa wamelala, Xietiang anamtazama Shen Jushan, anakumbuka jinsi kijana huyu alivyojitoa kwa ajili yake. Katika nyakati ngumu Shen Jushan alikuwepo naye, haijalishi ingemgharimu hata maisha yake, lakini hakukata tamaa. Je, unadhani itakuwaje? Kumbuka taarifa za magazeti zinaeleza mahusiano ya Gu Yanzhen na Kumanting. Haiwezi kuwa sababu ya Xietiang kufungua moyo wake kumpatia nafasi Shen Jushan ukichanganya na kumbukumbu kama hizi. Endelea kutazama mpaka kieleweke. Siku inayofuata wanaanza safari kurudi chuoni. Ghafla risasi zinasikika nyuma yao. Kundi la Wajapani limefika, wanataka mhuri wa serikali kuu ya nchi ya China. Shen Jushan anajitolea kumsaidia Xietiang, anakinga risasi na kupigwa mkononi kwake. Lakini bado hali inazidi kuwa mbaya. Wakati mapigano ukiendelea msituni, upande wa Gu Yanzhen nako kuna harusi. Anatakiwa kumuoa mtoto wa rafiki wa baba yake. Lakini Yanzhen amepanga kutoroka wakati harusi ikiendelea. Yeye anampenda Xietiang, hivyo kumuoa msichana mwingine ni kama kujifungia katika chumba chenye kiza kinene. Wakati akifikiria mbinu za kutumia ili kutoroka, ghafla Kumanting anakuja katikati ya sherehe akiendesha baskeri kwa kasi kubwa. Anamchukua Yanzhen na kutoweka naye wakiancha vumbitu. Watu wote wanabakia wakimshangaa. Kumanting anampenda sana Gu Yanzhen, yupo tayari kufanya chochote ili kuwa naye, lakini changamoto ni moja, Gu Yanzhen yeye anampenda Xietiang. Unadhani Kumanting atapata nafasi katika moyo wa Gu Yanzhen? Upande wa msituni, Shen Jushan anapambana kumwokoa Xietiang ambaye alitekwa wakati wa mashambulizi ya msituni. Shen Jushan anatumia mbinu na uwezo wa hali ya juu nusu ya kugaragara mlimani. Katika hali ngumu yenye maumivu mazito, Xietiang anakombolewa kutoka mikononi mwa Wajapani. Bila kupoteza muda, wote wawili wanaelekea hospitali kupata matibabu. Qianrong anapata taarifa kuwa mpango wa kuiba mhuri wa serikali kuu ya China imeshindikana kuupokonya kutoka mikononi mwa Xietiang. Anapata hasira mithili ya mbogo aliyejeruhiwa, lakini hakati tamaa, lazima atumie mbinu za ziada. Upande wa hospitali, mpenzi wa zamani wa Kamanda Guo anafika kumtembelea Xietiang, lakini kwa lengo la kuchukua mhuri original bila kuacha ushahidi wala kuonekana.
Wakati Tietjiang amejisahau, anabadilisha mhuri feki na kuchukua original na kuondoka, akihakikisha hakuna aliyemuona. Wakati huo huo, anapotoka anapishana na Tian Rong, mchumba wa Shen Junshan ambaye anafanya kazi na Wajapani kwa siri. Anafika hospitali akijifanya kumjulia hali Shen Junshan na Tietjiang, lakini lengo lake likiwa ni moja tu: kuiba mhuri wa serikali ya China uliopo katika begi la Tietjiang. Anapofika chumbani kwa Shen Junshan, anazuga huku akijifanya hajui kinachoendelea, kumbe ni nyoka anayesubiria jua la utosi ili aweze kufanya maangamizi ya karine. Tian Rong anafanikiwa kuingia chumbani kwa Tietjiang, lakini muda wote aliopo humo anautazama mkoba wa Tietjiang. Wakati Tietjiang amejisahau, Tian Rong anaiba mhuri na kuuchimbia kwenye pochi lake na kumwachia Tietjiang manyoyatu, lakini hajui kuwa mhuri sahihi umekwisha chukuliwa na mtu mwingine ambaye ni mpigania uhuru. Guyanzhen anaporudi hana muda wa kupoteza, anaelekea hospitali kumwona Tietjiang. Anapofika hospitali anamkuta Shen Junshan akiwa katika chumba cha Tietjiang, hali inayomfanya azidi kujawa na wivu. Shen Junshan anapogundua hilo, anaamua kutoka na kuelekea katika chumba chake. Wivu unamfanya Guyanzhen azidi kumchukia Shen Junshan. Haoni usalama Tietjiang anapokuwa karibu na mwanamume mwingine zaidi yake kwa sababu anampenda kutoka moyoni. Guyanzhen amerejea kuendelea na mafunzo, lakini vita kubwa inabaki ni kati yake na Shen Junshan. Japokuwa Shen Junshan anaijua siri ya Tietjiang, lakini bado anajifanya kama rafiki wa kawaida, lakini ukimtazama kwa ukaribu utagundua kuwa anampenda Tietjiang kwa siri. Je, wewe unadhani nani anafaa kuwa na Tietjiang? Kwa sababu wote wawili wanampenda na kumjali, lakini Guyanzhen yeye anaonyesha wazi kumpenda kimapenzi, tofauti na Shen Junshan ambaye bado anajifanya kama rafiki tu. Vita ya kupigania penzi la Tietjiang inazidi kupamba moto. Guyanzhen wivu unamzidia kila anapomwona Shen Junshan akiwa karibu na Tietjiang. Guyanzhen uvumilivu umemshinda, anaamua kutafuta pombe na kulewa ili kupunguza machungu na maumivu ya mapenzi yanayoularua moyo wake. Ni ngumu kuvumilia unapomwona mtu unayempenda kwa moyo wako wote akinyapiwa na mtu mwingine, inaumiza kiukweli. Ni siku kadhaa baada ya kurudi ndani ya chuo cha Arsenal Military Academy. Leo Guyanzhen anapoingia chumbani kwao, Tietjiang hayupo. Anatoka nje kwenda kumtafuta akihisi bado hajaingia ndani, lakini anakutana na mwanafunzi mkorofi ambaye amekuwa akimsumbua Tietjiang. Bila kuuliza anaanza kumshushia kipigo huku akisema, najua ni wewe tena umeanza kumsumbua Tietjiang, niambie yuko wapi? Muda huo huo anakuja rafiki wa karibu wa Tietjiang, anasema siku ya leo Tietjiang amebadilisha chumba na mimi ndiyo nilikuwa nikimsaidia kuhamisha vitu vyake. Amehamia chumbani kwa Shen Junshan. Bila kupoteza muda, Guyanzhen anawahi haraka chumbani alikohamia Tietjiang. Lakini anapofika anaanza kulalamika akisema, kwa nini umehama? Huku sio chumbani kwako. Tietjiang anasema, hapana Guyanzhen, sio hivyo, nimeamua kuhamia huku kwa sababu kuna vitu vingi sivipendi na sipo tayari kuvifanya kwa sasa. Ni kwa vile bado niko na mambo mengi ya kufanya kuliko mapenzi au kupendana. Hata hivyo mapenzi sio kipaumbele changu na kuomba tafuta mwingine, mimi sipo tayari. Maneno ya Tietjiang yanamfanya Guyanzhen kupata hasira. Anatoka nje na kutupa kidani alichokuwa amekitengeneza kwa ajili ya kumpatia kama zawadi. Baada ya Tietjiang kuhama chumba, moyo wake unamuuma, hawezi kulala, anakosa usingizi. Hapa ndipo utashuhudia jinsi hisia za upendo wa kweli zinavyoumiza. Tietjiang hataki kukubaliana na ukweli kwamba anampenda Guyanzhen. Anajitesa anapojifanya hana hisia za mapenzi, lakini kumbe anateseka anapokuwa mbali na Guyanzhen. Na siku zote mapenzi hayana komando. Ni siku nyingine asubuhi. Guyanzhen na Tietjiang wanapokutana, Guyanzhen anampita kama hajawahi kumwona. Tietjiang anabaki akimtazama Yanzhen akiishia zake. Hataki tena mazoea na mtoto wa mtu, ni bora kila mtu ashike 50 zake. Anapokaribia mlangoni anawaona watu wakifanya usafi.
Anasimama huku akitazama upande aliotupia kile kidani chake. Sasa ni kulewa kwa zamu. Xie Qiang anakosa uvumilivu kwani hata yeye ni mwanadamu, ana moyo. Mapenzi yanamtesa ila hajui afanye nini. Anaishia tu kunywa na kulewa pombe. Inabakia kuwa siri yake ambayo haijulikani itafichuka siku gani. Usiku unapoingia, hasira za Yanzen zimekwisha. Anaonekana nje ameshikilia tochi, anamurika huku na kule akitafuta kitu kwa pupa, haijulikani anatafuta kitu gani. Wakati huo huo, Xie Qiang anarudi kutoka matembezini, anashanga kumwona Yanzen akiwa bize kutafuta kitu. Xie Qiang anaposogea karibu na Gu Yanzen, ghafla anahisi mguu wake umekanyaga kitu. Anapotazama chini, anashangaa kuona kidani kilichotengenezwa kwa kifungo cha sare za chuo cha Arsenal Military Academy. Xie Qiang anakumbuka kuwa kwenye nguo zake kifungo kimoja kilipotea na hakujua kimekwenda wapi. Hapa ndipo anapogundua ukweli mchungu kuwa Yanzen anampenda kwa dhati. Xie Qiang anapata kumbukumbu za mambo mengi aliyofanyiwa na Yanzen huko nyuma. Sasa akili yake imefunguka, anatambua kuwa mwanamume anayempenda kwa dhati ni Gu Yanzen. Je, unadhani nini kitaendelea baada ya Xie Qiang kuingia katika ulimwengu wa Gu Yanzen? Endelea kutazama ili tujue hatima yao. Baada ya Gu Yanzen kukataliwa na Xie Qiang, anaamua kuacha chuo, anaondoka na kurudi nyumbani. Anahisi njia rahisi ya kumsahau Xie Qiang ni kukaa mbali naye. Yanzen anaondoka bila hata kuwasiliana na Xie Qiang. Xie Qiang anakuja kujua kuwa Yanzen kaacha chuo kwa kuchelewa, anabaki katika maumivu makali ambayo hajui mwisho wake itakuwa lini. Baada ya Gu Yanzen kuacha chuo, kundi la wanafunzi wakorofi linaanza kumwonea Xie Qiang wakijua kuwa mlinzi na mtetezi wake hayupo tena, hivyo hakuna mwingine wa kumtetea. Wanafunzi hao wanamweka Xie Qiang katikati wakihitaji kuchoma moto vitu vyake. Wanaanza kumwagia mafuta ili kuchoma moto, wakati mwanafunzi wa kwanza akiwasha moto. Hapo hapo Gu Yanzen anafika. Anawasambaza wote huku akisema anayejiamini asogee hapa na anishambulie, huku akimkinga Xie Qiang ambaye haamini kama Gu Yanzen amerejea kwa ajili yake. Wakiwa ndani ya chumba chao cha kulala, Xie Qiang anamuuliza Yanzen akisema, kwa nini umerudi? Yanzen anasema, nisingerudi basi jua nisingekuona tena baada ya hili tukio la leo. Xie Qiang anaingiza mkono ndani ya koti lake kifuani, anachomoa picha aliyopewa aitunze. Anapoirejesha kwa Gu Yanzen, anaitupa chini kwa hasira. Xie Qiang anapotaka kuiokota, Yanzen anamvuta na kumkumbatia kwa nguvu akisema kuwa kuanzia leo hakuna tena wa kunifanya nisiwe na wewe, sio baba yangu, sio Shen Junshan, na hata wewe hautaweza kunizuia. Ninakupenda Xie Qiang, tafadhali kuwa na mimi. Baada ya ukweli mchungu sasa, Xie Qiang aibu inamwendesha kila anapomwona Gu Yanzen. Wakiwa kantini kupata chakula, Xie Qiang anaogopa hata kumtazama Yanzen. Xie Qiang amekuja kumwona rafiki yake Xiao Jun, lakini wanapokaribiana ghafla linafika gari. Wanashuka Wajapani na kumteka Xiao Jun mbele ya rafiki yake. Wanamchukua na kumuingiza ndani ya gari na kutimka zao. Xie Qiang hawezi kukubali rafiki yake kipenzi kuchukuliwa, lazima kupambana mpaka kieleweke. Haraka anapokonya basikeli na kuanza kukimbiza gari la watekaji. Anajaribu kupitia njia za mkato ili kuwahi mbele ya gari, lakini mwendo wake ni mdogo. Akiwa kwenye basikeli, ghafla anakaribia kupata ajali. Haraka anaruka na kuniacha basikeli ikijiendesha. Gari la maadui linapita mbele yake. Xia Jun anamuona rafiki yake, anamuita Xie Qiang akisema, tafadhali naomba unisaidie. Bila kupoteza muda, Xie Qiang anaokota kisu, anakitupa kwa kasi ya risasi, kinafika na kukata mkononi kwa dereva wa gari, lakini bado wanaendelea na safari. Xie Qiang anagundua kuwa watekaji wameelekea ndani ya kambi kuu ya majeshi ya Wajapani. Anaanza kupanga mbinu za kuingia ndani ya kambi hiyo ili kuhakikisha anamuokoa rafiki yake. Hapa ndipo utashuhudia ujasiri wa Xie Qiang. Anasubiria gari linaloingia ndani ya kambi, anadania na kujichibia chini akielea kama buibui. Xie Qiang haogopi kufa, lazima rafiki yake atoke akiwa salama.
Walinzi wanapokagua gari hawaoni kitu, kumbe hatari ipo chini bila kujua. Wakati gari likianza kuondoka, ghafla mlinzi mmoja anahisi na kuchungulia chini, lakini tayari Xiaoxiang amekwisha hama muda mrefu. Geti linafunguliwa, Xiaoxiang anafanikiwa kuingia ndani ya kambi ya Kijapani. Walinzi wakiwa wamejisahau, Xiaoxiang anazama ndani bila kuonekana. Haraka anamteka mmoja wa madaktari wa Kijapani na kuvaa mavazi yake. Anapopita na kupishana na maaskari hakuna anayegundua. Hata hivyo hajui rafiki yake yupo wapi, lazima aanze kumsaka mara moja. Akiwa anatembea koridoni, ghafla anapishana na mkuu wa kambi. Xiaoxiang anaposemeshwa Kijapani anakaa kimya, haongei kwa sababu hajui atajibu nini. Anaanza kujiandaa kwa ajili ya kujitetea ikiwa atagundulika. Hata hivyo anatokea daktari mwenye asili ya China, anamtetea akisema ni daktari mgeni, hivyo bado hajajua utaratibu wa humu ndani. Xiaoxiang anaokoka, lakini mkuu wa kambi akionekana kuwa na mashaka. Ndani ya chumba cha majaribio anaonekana Xiaoxiang akitoka msaada kwa Mchina ambaye alikuwa karibia kufanyiwa majaribio ya madawa ya Kijapani. Maaskari wanaanza kumshambulia, sauti ya risasi ikifirika ndani ya mjengo. Mkuu wa kambi anakuja kumwonyesha kazi. Hapa tunashuhudia uwezo wa Xiaoxiang. Mchina anaamini mkono na Mjapani anaamini katika panga. Nani ataibuka mshindi? Endelea kutazama mpaka kieleweke. Xiaoxiang anamfumua na kumchapa mkuu wa kambi kama mtoto, anahakikisha hawezi tena kusimama. Xiaoxiang anamchapa kwa pigo moja, mkuu wa kambi anakwenda chini na kuanguka kama mzigo wa kuni. Hapa hawezi tena kuamka. Hakuna muda wa kupoteza. Xiaoxiang anapotoka ndani, ghafla Tia Jun anaonekana akitapatapa, hajui pa kuelekea. Ghafla anavutwa mkono na kutolewa nje ya kambi kishujaa. Xiaoxiang amefanikiwa kukomboa maisha ya rafiki yake, lakini hali yake inaanza kubadilika. Anahisi maumivu makali na kuishiwa nguvu. Vidonda vyake vinavuja damu kwa wingi. Wakati huo huo, Guyanzhen anaonekana njiani, anakuja kwa kasi kuona kama anaweza kumsaidia Xiaoxiang. Upande wa hospitalini tayari madaktari wanaanza kumpatia matibabu, lakini upande wa barabarani Guyanzhen anapata ajali, basikeli yake inaharibika, hawezi tena kuendelea na safari. Anaanza kuunganisha waya ulio katika, lakini puka imekuwa ni kubwa, hawezi hata kuunganisha. Anaishia kuitupa chini na kuigonga mateke, huku akionekana kukata tamaa. Haamini kama Xiaoxiang atamwona tena. Ni siku nyingine, Guyanzhen anaonekana akija hospitali. Haamini macho yake anapomwona Xiaoxiang akiwa hai, japokuwa ni mgonjwa. Lakini anazidi kuumia baada ya kumwona Shen Jushan akiwa hapo. Hasira na wivu vinazidi kumjaa. Lakini hata hivyo Shen Jushan anaamua kutoka nje. Yanzhen akimtazama Xiaoxiang haamini, huku akianza kulia. Xiaoxiang anasema, tafadhali Guyanzhen, usiwe hivyo, mimi nipo salama. Guyanzhen anajiona mwenye hatia kwa sababu kama anageuka karibu naye asingeumia. Anasema, samahani sana Xiaoxiang, sikuweza hata kuja kukusaidia, huku akitoka nje. Lakini Xiaoxiang anasema, tafadhali Guyanzhen, usiondoke, mimi nipo salama. Pia asante sana kwa kunitafuta wakati nililokuwa sionekani. Ninajivunia kukutana na wewe katika maisha yangu. Mwishoni mwa hadithi yetu tunashuhudia vita kali kati ya majeshi ya Wajapani na wanafunzi wa Arsenal Military Academy. Wanafunzi na viongozi wengi wakipoteza maisha, Wajapani na Wachina walioiasi nchi yao wote wakifutwa na kuiacha China ikiwa huru. Wachina wote wanaungana kuwa kitu kimoja kupambana dhidi ya ukoloni, wakihitaji kujitegemea wenyewe. Milipuko ya mabomu ikiharibu na kuangusha ngome za Wajapani, viongozi wa Kijapani wote wanafutwa bila kuachwa hata mmoja. Nami ninakushukuru sana kwa kuendelea kufuatilia simulizi hapa ndani ya Michael Recap Channel. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare chaneli hii ili kupata habari na simulizi kemkem. Asante sana, mimi na wewe ni familia.